na Hamisi Kabwe kuzungumza mengi ya kimchezo. Kubwa zaidi ni kutoka mitaa ya Msimbazi, wekundu wa Msimbazi Simba, ambako tumeendelea kushuhudia mwendelezo wa viwango mbalimbali kwa wachezaji wapya ama maingizo mapya ambayo yameendelea kusajiliwa. Hapo jana dhidi ya KMC FC, Libase Gaye akiingia kambani, kiwango pia cha Anicet Oura pamoja na viwango vya wachezaji mbalimbali. Tunaenda kuzungumza hapa na Hamisi Kabwe. Kabwe, kwema kaka? Kwema dada yangu Salome. Mzima? Nzuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, nipo vizuri, mzima wa afya, nimejaa tele kama pishi la mchele. Dirisha dogo limeonekana kuwa bora sana kwa upande wa Simba kutokana na maingizo mapya, kuonyesha nuru mapema zaidi kwamba kuna kitu wamekiongeza kwenye kikosi cha Simba. Hapo jana tumeshuhudia pia mchezo dhidi ya KMC, licha ya kwamba wanasema KMC ni timu mbovu zaidi kwenye ligi, lakini tumeshuhudia viwango vya wachezaji wa Simba akiwepo Libase Gaye. Tuanze kwanza kutazama kidogo performance za wachezaji hasa kwenye mchezo wa hapo jana. Kwanza kuna utofauti kati ya performance ya mchezaji na kiwango cha wapinzani. Kuna utofauti hapo kati ya performance kiwango cha mchezaji ama performance ya timu pinzani, kiwango cha timu pinzani. Kuna utofauti hapo Watu lazima watofautishe. Mimi binafsi kuna baadhi ya timu sijawahi kuamini kwamba wana uwezo wa kubato na Simba alafu wakajiachia yani kuna timu zenye level ya kati huwa hazipo hivyo. Wanapocheza na Simba lazima tu plani yao ya kwanza itakuwa ni kuzuia na kushambulia kwa counter attack. Hiyo ndio plani ya kwanza ya timu zenye level ya kati Tanzania. Kwa hiyo hata jana KMC walifanya kama wanavyofanya pia wengine, sio kwa sababu ni dhaifu, ila ni kwa sababu timu nyingi za ligi kuu Tanzania bara zinapokutana na Simba huwa ndio staili yao ya kucheza ni ile. Kuna timu tofauti Singida kwa sababu wana wachezaji wengi ambao wana uwezo kweli wa kukompiti kwenye hiyo level na ni bora, lakini pia huwa wanakamia. Wakikutana na Simba huwa wanakamia sana Singida. Umeona, kwa sababu tunajua kinachoendelea kwenye klabu ya Singida. Haina haja ya kusema. Lakini nyingine ni timu bora kabisa hivi sasa, timu yenye level ya kati, timu bora yenye level ya kati hivi sasa, JKT Tanzania. Wakikutana na Simba au Young Africans ama klabu yoyote kinawaka. Upinzani unakuwa mkubwa, kinawaka kule. Utapata kweli matokeo mazuri, lakini unatoka ukiwa unafuta jasho hivi. Shughuli ilikuwa ndefu kweli. Simula vizuri Lakini when it comes kwenye issue ya kiwango cha mchezaji mmoja mmoja, I don't care kuhusiana na kiwango cha KMC hivi sasa. Mechi 15 alama 8, sijali. Ila nilitaka nione Simba walichokifanya dirisha dogo kina sadifu yaliyomo. Ni kweli nimejiridhisha kwamba dirisha dogo la usajili walilofanya Simba Sports Club lina sadifu yaliyomo, na mimi ni mmoja wapo wa watu ambao walisema tangia mwanzo wakati wanafanya sajili hizi Simba ya kwamba Simba kwenye dirisha dogo wamesajili. Simba wanaweza wakawa na shida zao za kiuongozi, wanaweza wakawa na matatizo yao binafsi, lakini linapokuja swala la scouting, tutafute wachezaji, jicho zuri, Simba Sports Club ni mwalimu wa vilabu vya Tanzania. Linapokuja swala la scouting ya wachezaji, tutafute wachezaji wazuri na bora. Simba Sports Club kwa kinywa kipana, bila kuhofia mtu yoyote. Simula vizuri. Na hii ni fakti na ukweli kwa 100%. Ndio mwalimu wa vilabu vyote Tanzania. Huwa Simba wanakuwaga wanaenda kupick talent
ambayo ikija kwenye ligi lazima iache maneno. Sio kwamba hawakosei. Kuna baadhi ya sajili wanafanya nini? Wanakosea. Lakini mara nyingi Simba Sports Club wakienda kupiki mchezaji au wakimwangalia na wakamleta, huwa historia yake inakuwa ni tamu na haichoshi kusikiliza. Ndio maana unakutana na zile story, huyu mchezaji alitakwa na Simba kwa mara ya kwanza, timu nyingine ikamchukua. Na sio uongo. Na unakuta ni kweli, na kwa kulidhihirisha hilo, Yanga ni klabu kubwa, huwa wanatamani pia kuwa na wachezaji wa Simba. Yaani unakuta acha tu issue ya kuscout wachezaji Simba, Young Africans kwenda na wenyewe kuwachukua wale wachezaji ambao wanawascout Simba, ila Young Africans wao wenyewe huwa wanawatamani wachezaji wa Simba. Na ndio maana katika siku za hivi karibuni wachezaji wengi kutoka Simba wameenda Yanga kuliko wa Yanga kwenda wapi? Kwenda Simba. Inawezekana kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, inawezekana Simba wanashindwa kuwachukua wale wachezaji bora kule kwa sababu ya kifedha na ushawishi waliokuwa nao in Africans. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu Simba wana wachezaji wengi wazuri na wanaovutia kuliko timu yoyote Tanzania. Na ndio maana in Africans wanashawishika kwenda kufanya nini? Kwenda kuwachukua. Sasa ukija kwenye dirisha dogo, nilianza kuona moshi mweupe kwenye klabu ya Simba baada ya kumtaka Libase Gay. Mimi binafsi siku ile tuko mimi na wewe tunafanya exclusive interview pale, nilikwambia Simba kama wanaenda kumtafuta Libase Gay, wamemwacha Alan Okello, basi kwangu mimi watakuwa wameenda extra zaidi ya Alan Okello. Haina maana kwamba Alan Okello ni mchezaji mbaya. Simula vizuri Haina maana ya kwamba Alan Okello ni mchezaji mbaya. Ni mchezaji mzuri kwa kiwango chake, yeye anaweza akakupa performance hiyo nzuri. Lakini when it comes kwenye ulinganisha ubora, kwa sababu wao ni wachezaji ambao wote mimi nilikuwa nawafuatilia na nawajua nje ndani, yani kufuatilia sajili zao, yani na I say kama kuna sajili ambazo mimi nimezifuatilia na kuzigaragaza ni sajili ya Alan Okello na Libase Gay. Najua strengths ya huyu, najua strengths ya huyu, najua weakness ya huyu, najua weakness ya huyu. Libase Gay ni bora maradufu na anaweza kukupa vitu vingi zaidi kuliko Alan Okello. Kwa kifupi, Libase Gay ni bora kuliko Alan Okello. Bila shaka yoyote. Tena naweza nikazungumza kwa kinywa kikubwa, na ndio maana nilipoona Simba kama kweli walimwacha Alan Okello wakaenda kwa Libase Gay, sikutaka kuwalaumu tena viongozi. Kwa sababu niliamini wameenda kwenye chaguo bora zaidi ya lile la kwanza ambalo walifanya nini? Walopanga kulichagua. Nieleweke hapo. Haina maana kwamba Alan Okello ni mchezaji mbaya wala hawezi kufanya vizuri akiwa in Africans. Lakini when it comes kwenye issue ya ubora, Libase Gay ni bora kuliko Alan Okello. Salome, takwimu pia zinaweza zikawa ni sababu ya kulichakata hilo. Achana tu na takwimu. Hizi tuzo za ligi kuu Tanzania bara atazichukua sana Libase. Hizi tuzo kwa uwezo ambao mimi na kwa ligi yetu jinsi ilivyo, anaweza ka struggle kwenye mechi labda kubwa, labda mechi ambazo labda zile wanamkamia na nini. Unajua kwa sababu kuna baadhi ya mechi watu wanamkamia, si ndio star wa timu na nini, anaweza aka struggle huko. Au labda akaja huko mbeleni akaumia na nini, au mazingira haya yakamlevya akabadilika, kiwango kikashuka kwa sababu ni binadamu. Sijui umeelewa vizuri Lakini na kuhakikishia Salome, Simba wamepata mchezaji ambaye amepikwa na amekamilika kwenye engo zote za kiuchezaji, na kwa kudhihirishia hilo watu wafuatilie, afu kiwaambia wanajifanya ni wabishi. Sometimes unaacha tu kama ilivyo, lakini huo ndio ukweli. Juzi rais wa klabu ya Africans Engineer Hersi Saidi alitoka hapa akayafunga safari na kwenda kwenye academy kubwa pale nchini Senegal inaitwa Generation Foot.
Simla vizuri. Salome, Generation Foot ni chungu kilichojaa viungo vyote. Kwa maana walimu waliokuwepo pale, miundombinu iliyokuwepo pale. Kama una mtoto wako ukimpeleka pale akapikwa na akapikika, yani kwenye ufaulu ule wa 1 mpaka 4, basi kwenye ule ufaulu mtoto wako akifeli sana pale Generation Foot ana 3, ndio kafeli huyo. Kwa hiyo ile 3 ndio inakuja huku sasa Afrika, Tanzania. Alafu ile A na 2 Ulaya Mashariki na Ulaya yenyewe ile magharibi kwenye zile ligi kubwa kubwa. Sasa ile grade 3 ambayo bado ilikuwa inajitafuta ndio Libase Gay ambaye yupo Tanzania. Can you imagine? Katoka Generation Foot ambapo Africans kupitia Engineer Hersi Said alienda kuangalia namna ambavyo wanavyopika wachezaji na ni kituo cha maana kweli. Kuna Generation Foot na Diambas ambapo Trongwe ile ya Nandi ya Senegal na SC Giraffe ndio huwa wanachukua wachezaji kule wanawaleta kwenye klabu zao, baadaye ndio wanakuja kupata nafasi ya kuuzikana kwenye hizo timu za Afrika. Kwa kiwango alichokuwa nacho Libase Gay, ndio maana unaambiwa mara ya mwisho alienda kufanya trial Valencia B. Kwa nini? Kwa sababu Generation Foot wanaamini mchezaji utakayempika pale level yake ya kwanza ya ushindani ipo Ulaya. Hasa fikiria Libase Gay kama kapikwa Generation Foot. Unafikiri kiwango chake kitakuwa ni cha kucheza wapi? Salo umejibu, usione aibu. Ulaya. Mbona simple tu, yani huo ndio uhalisia. Jibu, umeona? Kwa sababu mwisho wa siku kwa kiwango alichokuwa nacho Libase Gay akija kucheza Afrika Tanzania, ndio maana tunamuona wow, top player, kwa sababu mapishi na upikwaji alopikwa akapikika ulikuwa sio kuchezea hapa barani Afrika. Na kama atacheza barani Afrika basi anapaswa kwenda kucheza nchi labda zile za Kiarabu zenye fedha nyingi. Na ndio maana na wasiwasi hata Libase Gay kama hakuumia Simba kuna uwezekano mkubwa Simba Sports Club akampoteza. Huo ndio ukweli, mimi nakwambia ukweli. Kama hakuumia Libase Gay ni ngumu kubaki Tanzania. Ni kama vile unavyoona hasa Kimimosa na wenyewe ndio kama vile Generation Foot. Ila Generation Foot wao wamewekeza zaidi kwenye kuuza. Wanauza sana kuliko kushindana humu ndani. Tofauti na hasa Kimimosa wao kuna muda wanashindana ndani na wanauza nje. Umeona Kwa ndivyo ambavyo sasa Libase Gay katoka pale ambapo panapopika wachezaji wazuri, wachezaji bora. Senegal wanatusumbua. Wachezaji wake wengi wanatokea pale Generation Foot. So nilipoona mimi amekuja kwenye mashindano ya Chani, nilipoona ametengenezwa pale nikasema haiwezi kuwa rahisi. Kwa hiyo ni ngumu kwa mchezaji wa Afrika Mashariki hapa Afrika Mashariki kuweza kufikia kile ambacho alichokuwa nacho Libase Gay, kwa sababu ya sisi ya mazingira ya kuwapika wachezaji wetu. Uganda wanatengeneza wachezaji. Wanaanza kuanzia shule hizi za msingi mpaka kuja vioni kwa maana ya colleges zile mpaka university. Lakini bado kiwango cha utengenezwaji wa wachezaji hao kina Alan Okello bado haijafikia ile grade ambayo inatengenezwa kwenye nchi ya Senegal kupitia Generation Foot. So ukiniuliza mimi, sio kwa sababu labda anaichukia Young Africans, sipendi na nini, hapana. Hata leo Alan Okello angekuwa wapi, ningesema ya kwamba Alan Okello hafiki ubora alokuwa nao Libase Gay, na nakuhakikishia hata thamani yake sokoni itaenda juu maradufu kuliko mchezaji mwingine yoyote hapa kwenye ligi kuu, kama hatopata majeraha, kama hatoingia kwenye mkumbo wa baadhi ya wachezaji kufanya starehe na nini. Tegemeeni makubwa sana. Mimi huwa nikikaa na ubukuzi wangu huwa nakaa ndani najifungia tuli, natafuta juisi yangu ya matunda
ama haya makemikali, nakaa ndani najifungia. Naambia Mabilali tulia, ni acha kelele. Natulia, napitia majarida yangu, naangalia, napitia majarida ya Afrika, naangalia, najiridhisha, ndo nakuja kusema. Na ndio maana mara chache sana mimi ninaposema huyu mchezaji ni mzuri, huwa akija kufeli basi anafeli labda kwa sababu zingine za nje ya uwanja. Lakini mara nyingi huwa nikipointi mchezaji ni mzuri, basi huwa ni mzuri kweli. Simla vizuri. Huyo ni Libasi Guy. Huyo ni Libasi Guy. Anicet Oura ni moja kati ya nyota ambaye alivyokuja kulikuwa kuna maneno mengi yakizungumzwa kutokana na yeye kuwepo nje ya pichi kwa takriban miezi 4, na hilo tulilizungumza. Ukaweka wazi ukasema kama atakuwa na ule ubora wake, ukiachana na majeraha ambayo yuko nayo sasa hivi, basi Simba amepata kitu. Mwendelezo wake ukoje hadi hivi sasa? Kabisa. Ambacho nilichokuwa nasisitiza ni kwamba class is permanent, form is temporary. Kama class is permanent, form is temporary, anachokionyesha Anicet Oura ni class, daraja. Daraja lilomfanya akatoka hapa akaenda Stellenbosch, daraja lilomfanya akatoka hapa akaenda kucheza Finland, daraja lilomfanya akadumu kwenye kikosi cha ASEC Mimosas na kuendelea kuwa bora zaidi. Salome, football huwa idanganyi. Football ni science. Ni science ambayo hivi sasa watu wanaingia maabara na kufanya experimentations, kwa maana kwamba kujua bwana hichi kitu kiko hivi, hichi kitu kiko hivi, hichi kitu na kinaleta matokeo gani. Simula vizuri. Kwa namna ambavyo Anicet Oura anavyocheza, ametoka ASEC Mimosas. Yaani ndio yale tunazungumzia generation foot na Libasi Guy. Ndio yale tunazungumzia Anicet Oura na nani? Na Simba Sports Club pamoja na ASEC Mimosas. Alipotoka ASEC Mimosas ni chuo kinampika mchezaji, yani haiwezi kuja labda, yani nikwambia asumbuliwe na majeraha, lakini sio kwenye uchezaji. Huwezi kugraduate kwenye kikosi cha ASEC Mimosas na ukawa kwenye kikosi namba 1 ukacheza na kuna baadhi ya wachezaji wengine bora ukawa unawaweka benchi kirahisi tu kwenye kikosi cha ASEC Mimosas. Haiwezi kuwa hivyo. Hauwezi kutoka hapa ukaenda kwenye ligi ya Afrika Kusini ukacheza na ukafanikiwa kuwa kwenye kikosi cha kwanza kwenye ligi ya Afrika Kusini ambayo na yenyewe pia ina produce wachezaji wengi wazuri. Tena kama mbele, tena kama mawinga, ndo kabisa. Haiwezi kuwa kawaida. So Anicet Oura mimi nilikuwa namwangalia, na watu bahati nzuri mimi ni muumini wa kuangalia ligi ya Afrika Kusini, PSL. Mimi naiangalia sana, naifuatilia sana. Simula vizuri. Lakini kama itoshi pia ni aina ya wachezaji ambao tayari mimi nawafuatilia kwenye mpira wa Afrika. Ndio maana nikasisitiza ya kwamba kama atakuja akiwa yuko fit, yale majeraha yakiwa hayajamteteresha, trust me, watu watatapika nyongo kweli, na ndicho ambacho kinachotokea. Anicet Oura anamfanya Elie Mpanzu Kibisawala akikaa benchi anasonya. Anaona pa nafasi inateketea. Simba analeta mchezaji gani anakuja kuniondolea ufalme? Kama wanitaki waniambie mapema. Bora niondoke tu. Mpanzu akikaa benchi. Bora niondoke tu. Kwani wasingeniuza tu? Akimwangalia Anicet Oura anachokifanya uwanjani, Mpanzu. Na Mpanzu anavyofanya hivi sasa, anasonya tu. Toto mpuuzi sana huyu. Hiyo yote ni kwa sababu Anicet Oura amekuja kuteka mioyo ya mashabiki wa Simba. Work rate yake kiwanjani ni ya hali ya juu. Strength yake haswa kama winga wa kushoto, namna ambavyo anafanya dribbling, anavyoliki mashambulizi yeye na fullback wake wa kushoto bwana mdogo Nixon Kibabage, ambaye alisababisha nikatukanwa mpaka na baadhi ya mashabiki wa Simba. Link up hiyo kumsifia.
Nikasema tulikuwa mimi na wewe. Tena ile tulifanya exclusive interview mimi na wewe. Nakumbuka. Salome, nipe maua yangu. Nikakwambia kwamba bwana, ukimtoa Pascal Msindo, ukimtoa Mohamed Hussein Shabalala, nchi hii wanaogombania nafasi ile ya fullback wa kushoto, utawala ule wa fullback ya kushoto ni Nixon Kibabage na nani? Na Pascal Msindo. Nikawauliza wadau, Simba wamemkosa Pascal Msindo, waende kwa nani kama sio Nixon Kibabage? Mpaka leo na kuhakikishia, na ili swali ninarudisha tena kwenye ukurasa wako wewe wa Instagram, kwenye YouTube account yako na Nandi na Yangwale, ya kwamba nje ya Pascal Msindo watu walitaka Simba waende kuchukua fullback gani ambaye ni bora kuliko Nixon Kibabage? Wanijibu hapo, alafu wewe sasa ndio uoanishe. Nipo kwa Anset Oura, link up yake na bwana mdogo Nixon Kibabage. Wow, angalia muunganiko wake, muangalie Chama. Unajua kuna muda anataka aende tu kwa Anset Oura, yani kutokana na ile wanchu, kwa sababu akai sana na mpira, ndicho ambacho ninachompenda. Hapendi kukaa na mpira muda mrefu, anaiweka, anafungua kwenye njia, anaomba mwekee tena, anakuwekea. Goli la kwanza walofunga jana Simba ambalo lilikuwa lina vihashiria vya offside, namna ambavyo alivyoenda kufanya pressing akamnyang'anya ule mpira beki wa KMC, alafu akapiga ile cut back pass ile wenyewe tunaita V pass, ni nzuri. Akakutana nao Libasege, akapiga mashine, Suleiman Mwalimu akamalizia. Ile ndio inaonyesha jinsi gani kwamba Anset Oura ni one of the best player ambao Simba Sports Club wamefanya usajili wa maana kwenye dirisha hili dogo la msimu huu. Anakupa kila kitu, hapotezi mpira kizembezembe. Ukimwangalia ni kama bado hajachanganya sana, lakini naamini siku akija akachanganya sana, kiukweli tukiwa kweli Elie Mpanzu Kibisawala hawezi kuanza mbele ya Anset Oura. Habari yake imeshia hapo. Trust me. Na mimi nimewashangaa viongozi wa Simba. Na nitaendelea kuwashangaa. Simla vizuri. Kama Mpanzu alikuwa anawatikisa kwenye engo ya usajili, kama Mpanzu alitaka kuondoka na waliamini scouting wameifanya bora kwa Anset Oura, ya nini kuendelea kubaki na Elie Mpanzu Kibisawala? Wamuuze. Na tena walikuwa wanapaswa kumuuza kwa dirisha dogo lile. Wamuuze kwa sababu wachezaji bado wengi barani Afrika wazuri. Mimi nasema hivi, hapa Tanzania ni kwa sababu hawana scouting nzuri. Lakini kama wanafanya scouting nzuri, kuna wachezaji wengi Salome barani Afrika wengi wazuri ambao kiuhalisia ukiwa nao kwenye timu wanakupa kitu bora sana. Wanasema usajili ni kama betting, ambapo huenda hawakutaka kumuuza Elie Mpanzu kwa sababu bado hawana uhakika wanamleta atatoa kitu gani hasa. Lakini baadhi ya wachezaji wengine mbona wameuza? Kama kweli wana hofu hiyo. Wamemuuza Jean Charles Ahoua. Kwani ulitegemea mtu atakayekuja anaweza akawapa namba zilizowapa Jean Charles Ahoua? Tuongee ukweli. Walivyofanya msimu uliopita ni ngumu. Yaani ndio tukae mimi na wewe tujiulize. Wamemuuza Steve Dese Mukwala, walimuuza Fabrice Ngoma. Walitegemea kwamba huyo kiungo atakayekuja atacheza kama Fabrice Ngoma? Sijui unaelewa vizuri. So kama Kanandi usajili ni kamari, ni gambo, kwa vilabu vyetu vinapaswa kuicheza hiyo kamari, kwa sababu wao hawana hiyo luxury ya kuweza kununua mchezaji kwa bei wanayotaka wao. Wao wanapaswa kuwekeza kwenye scouting. Na Anset Oura, Libasege, mwingine nimemwangalia vizuri ambaye Inos Loemba. Yes, Ino Loemba. Hiyo ni mifano ya kwamba ukiwekeza kwenye scouting nzuri, ukiacha ujanja, ukaamua kweli kutumia hela, wachezaji wapo. Yaani ukiwekeza kwenye scouting nzuri, ukaamua kutumia hela, ukaacha ujanja, kwa sababu kuna ujanja mwingi, 10% nyingi, watu wanapiga sana.
wachezaji wapo. Leo hii tungekuwa tunamsema tajiri, mzabuni wa jezi wa Simba Sports Club Jairut, kama angemleta Enos Loemba alafu akawa Galasa, uongo kweli? Lakini kwa anachokifanya Enos Loemba ni matusi. Ni ngumu kwa mtu yoyote kubeza alichokifanya Jairut, kwa sababu inaonekana kweli kile alichoenda kukinunua au kile alichokifanyia scouting, amekifanyia scouting nzuri, na kwa 100% scouting yake inaenda kulipa. Licha ya kwamba halikuwa chaguo la wanasimba, lakini ni chaguo sahihi kwa timu. Kuna muda hupaswi kufanya maamuzi kwa sababu ya hisia za watu fulani. Unapaswa kufanya maamuzi kwa sababu ni sahihi. Alichokifanya Jairut, amefanya maamuzi sahihi, na sio kwa sababu ya kuwaridhisha mashabiki wa Simba. Unaweza ukafanya uamuzi kwa sababu ya kuwaridhisha mashabiki wa Simba Sports Club, alafu baadaye yale maamuzi yakaja kukukarimu wewe. Au mashabiki wakakugeuka. Wachezaji gani hivyo? Subira vizuri. Lakini ukifanya maamuzi sahihi, unaweza ukabadilisha hisia za wale mashabiki, wakaanza sasa kupenda kile ambacho wewe ulichokifanya kwa usahihi. Kwa hiyo Enos Loemba yalikuwa ni maamuzi sahihi na sio maamuzi ya hisia, kwa sababu mashabiki wa Simba wanataka nini. Yes. Simula vizuri. So kwangu mimi nimpongeze Jairut kwenye eneo hilo, amefanya perfect kabisa. So ni wanasimba wao wenyewe hivi sasa kutuliza pressure, viongozi wao watulize pressure, waiache hii timu ikae itulie, na kuhakikishia Salome, hakuna kombe lolote Tanzania Simba wanaweza wakalikosa kama wataamua kukaa na hii timu vizuri, wakaacha migogoro yao. Tuni hapo vizuri. Kama Simba wataamua kutulia, itakuwaje? Kama Simba wataamua kutulia kabisa vizuri, wakaacha migogoro, kwa aina ya kikosi walichokuwa nacho, hakuna kombe ambalo wanaweza wakaliacha kirahisi rahisi kama jinsi ambavyo makombe yote huko nyuma yalipita. Kwa aina ya kikosi walichokuwa nacho Simba Sports Club, wana uwezo wa kuruka na yoyote, wakampa game timu yoyote hapa Tanzania hapa, kama wakiacha tu migogoro, kwa sababu ukiangalia kinachoumiza Simba ni migogoro, sio quality. Quality ukizungumzia Simba wana wachezaji wengi bora kwenye kila eneo hivi sasa, mpaka we mwenyewe mpinzani ukiwaangalia unaogopa. Kwa namna ambavyo umezungumza Kabwe, ni wazi mashabiki wa Simba hapo jana na siku za nyuma kidogo, baada ya kuishuhudia timu yao, wameanza kutamani kukutana na Young Africans ambaye alishawatandika mara 6 mfululizo. Hii jeuri ambao wako nayo ni sahihi kwa aina ya kikosi ambacho wako nacho, kama namna ambavyo umezungumza? Watambe, waacheni mashabiki wa Simba watambe, wana bonge moja la kikosi. Always narudia tena kusema, kinachoumiza Simba Sports Club sio ubora wa kikosi walichokuwa nacho, wala sio wao wachezaji, ni viongozi, utulivu, na ndio loophole wanaoipata Young Africans ya kufanya nini, ya kuangamiza, ukiacha ubora wa Young Africans. Lakini waacheni watambe hivi sasa. Mimi naamini wana kikosi bora cha kwenda kumfunga Young Africans tarehe 1. Naamini mimi hivyo. Wana kikosi bora cha kwenda kumfunga. Sio, unajua kuna timu na kikosi. Kikosi unajumlisha wale wachezaji mmoja mmoja. Yaani ukiangalia Simba ile mchezaji mmoja mmoja jinsi alivyo, wakapata muunganiko, wakajitoa tu vizuri tu, wakajitoa wachezaji hiyo tarehe 1, wakajitoa ipasavyo. Yani bwana, nginja nganga, mtafute kucheza naye, wana uwezo wa kuwafunga Young Africans. Panaweza pakawaletea utulivu Simba Sports Club. Wakiwafunga Young Africans, ndio sehemu pekee panaweza pakawafanya Simba
wakatulia, utulivu ukarudi na amani ikarejea. Kwa hiyo waacheni mashabiki wa Simba watambe. Sasa kama wana timu nzuri wasitambe kama wana timu nzuri. Yaani watu wanataka wakae tu kinyonge kwamba wana timu nzuri waseme basi bana sisi tuna timu nzuri. Hamna mpira hivyo. Kama una timu nzuri sema nina timu nzuri. Ukiwa na timu mbovu sema nina timu mbovu. Mimi ndio niko hivyo. Kama ni nyeupe ni nyeupe. Kama ni nyeusi nakwambia ni nyeusi. Hivi sasa Simba wana timu nzuri. Waacheni mashabiki wa Simba watambe. Uwezo wa kumfunga Young Africans tarehe 1 wanao. Sio vizuri. Lakini pia wakifungwa tarehe 1 hawapaswi kugawanyika, kwa sababu hata Young Africans pia uwezo wa kuifunga Simba wanao. Sio vizuri. Nimekuelewa. Kwa sababu wakati wewe unajisifu kuwa ni bora, lazima umsifu pia na anayefanya nini? Anayekukimbiza. Young Africans ni bora. Sijawahi kuupinga ubora wa Young Africans miaka 200. Lakini haina maana kwamba Simba hana uwezo wa kumfunga Yanga. Hiyo mimi nakataa miaka 200. Tarehe 1 Simba ana uwezo wa kumfunga Young Africans vizuri tu. Wala sina shida na hilo. Young Africans anaweza kumfunga Simba tarehe 1 vizuri tu. Kwa hiyo kama wana Simba wana enjoy na timu yao kwamba timu yao ni bora na wamefurahia kwamba angalau sasa inarudi, waacheni wa enjoy. Kwa hiyo watu wanataka tu wao wanaumia tu miaka yote wana struggle, wanalia, wanafanya nini, wanagombana, hakuna. Kuna nyakati za furaha na kuna nyakati za machungu. Huu ni wakati wao. Ukiangalia Simba kiukweli inakuvutia kabisa. Pamoja na mapungufu ya viongozi wao, Simba wamesajili timu ya maana. Na mwanga unaonekana. Waacheni mashabiki wa Simba watambe. Waacheni washabiki wa Simba watambe, tunamaliza hivyo kwa hapo. Na huo ndio kweli. Asante sana. Nashukuru pia kwa kuchangamka.